mambo yanasogea hivi, bado yanasogea. Ni kwamba katika pambano ambalo limemalizika hivi punde, ni kwamba England imefanikiwa kuingia katika hatua ya robo finali kwa kuichapa Mexico kwa magoli 3-2. Pamoja na kwamba imecheza kwa zaidi ya dakika 30 ikiwa pungufu baada ya mchezaji wake mlinzi huyo Jared Kwanza kuoneshwa kadi nyekundu katika dakika ya 54. Kwa hiyo imecheza dakika 36 ikiwa pungufu. Na ni kwamba magoli ya England yamefungwa na Jude Bellingham ambaye amefunga mawili katika muda mfupi sana, ikipishana kama dakika 3 hivi, alafu Harry Kane akafunga kwa mkwaju wa penalti, wakati magoli ya Mexico wenyeji yamefungwa na Julian Quinones na Raul Jimenez. Kwa hiyo wenyeji wanaaga mashindano haya na kushindwa kutinga robo finali kama ilivyokuwa mara mbili walivyokuwa wenyeji mwaka 1970 na mwaka 1986. England sasa watakabiliana na Norway ambao wamewatoa mabingwa mara 5 Brazil, ambayo ni mchezo ambao ni mapema, Erling Haaland akifunga magoli mawili na hivyo kuondoa mabingwa hao mara 5 na kufuzu kwa hatua ya robo finali. Utasikia zaidi kuhusu mchezo huo muda mfupi ujao. Tubakie katika finali za kombe la dunia ambako kuna maneno mengi kuhusu uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kuahirisha utekelezaji wa adhabu kwa mshambuliaji wa Marekani Barogan aliyetolewa nje kwa kadi nyekundu katika mchezo wa 32 bora dhidi ya Bosnia. Awali ilikuwa ni moja ya uhakika kwamba katika soka, kwa iwapo utatolewa nje katika kombe la dunia utakosa michezo unaofuata. Iwapo hakuna lakini hakuna rufaa. Uamuzi wa kubatilisha adhabu ya huyo mchezaji Barogan ambaye ni mfungaji bora wa Marekani kwenye finali zinazoendelea akiwa na mabao 3 unaacha maswali mengi ambayo bado hayajibiwa. Kumekuwa na kadi nyekundu 189 katika historia ya kombe la dunia na ni wachezaji wawili tu ambao hawajatumikia adhabu ya kufungiwa. Kuna taarifa nyingi kwamba kusimamishwa kwa adhabu hiyo kumetokana na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa FIFA Gianni Infantino, lakini BBC haijathibitisha hilo na ilipowasiliana na FIFA haikupata majibu ya moja kwa moja. Tumalizie katika mashindano ya tennis ya Wimbledon yanayoendelea. Mchezaji Naomi Osaka, raia wa Japan, alionyesha mchezo maridadi jana Jumapili kumtupa nje mchezaji bora wa wanawake Arina Sabalenka na kutinga robo finali. Osaka ambaye alijikuta katika mazingira magumu kimchezo tangu arejee kutoka katika likizo ya uzazi, alipoulizwa baada ya mchezo huo kilichobadilika, alitoa sifa kwa jopo lake la ukufunzi kubadili tabia na mtazamo wake pamoja na mapishi ya mama yake mzazi. Anasema chakula cha Kijapani kinampa nguvu zaidi, akasema heko kwa chakula cha Kijapani. Na mimi nasema hayo to katika asubuhi ya leo. Kwako David Nkia. Asante Florent. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Nigeria alaani mauaji ya raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka. Na katika gumzo tunaangazia Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusalie michezoni ambapo mabingwa wa dunia mara 5 Brazil wameaga mashindano ya kombe la dunia baada ya kufungwa kwa magoli mawili na Norway katika uwanja wa New Jersey nchini Marekani. Matokeo hayo yanamaanisha kwamba Brazil imeshindwa kutinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu finali za mwaka 1990 nchini Italia. Celestine Caronei anatueleza mbwembwe za mashabiki wa Norway baada ya ushindi wao. Shangwe zilitawala katika mji mkuu wa Norway, Oslo, baada ya timu hiyo kutinga robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yake kufuatia ushindi dhidi ya mabingwa mara 5 wa dunia Brazil. Hapa Marekani zaidi ya mashabiki 80,000 walihudhuria mechi hiyo katika uwanja wa New York, New Jersey, huku wengi wao wakiwa wamevalia jezi njano ya Brazil. Mashabiki wa Norway walikuwa wachache kwa idadi, lakini makundi yote mawili yalishangilia timu yao kwa kila mguso wa mpira.
Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika bila bao, mchezaji wa Manchester City Erling Haaland aliifungia Norway bao la kwanza dakika ya 79. Kisha akaongeza la pili katika dakika za lala salama na kufikisha mabao 7 katika mashindano haya. Hilo inamaanisha Haaland sasa ako katika kinyang'anyiro cha mchezaji aliye na magoli zaidi pamoja na Lionel Messi wa Argentina na Kylian Mbappe wa Ufaransa ambao bado wapo kwenye mashindano haya. Neymar aliyeingia mechi hiyo dakika ya 67 alifungia Brazil bao la kufutia machozi kwa mkwaju wa penalti, huku mabingwa hao wa zamani wakishindwa mabao 2-1. Mashabiki wa Brazil walionekana wenye majonzi baada ya kipenga cha mwisho, huku wachezaji wa Norway wakisherehekea pamoja na mashabiki wao kwa mtindo wao maarufu The Viking Row. Norway itamenyana na mshindi wa mechi kati ya England na Mexico katika robo finali. Brazil kuaga mashindano haya inamaanisha Uhispania itakayocheza dhidi ya Ureno baadaye hii leo, Argentina itakayomenyana na Misri hapo kesho, na Ufaransa ambao watachuana na Morocco katika robo finali ndizo timu pekee zilizowahi kushinda kombe la dunia zilizosalia kwenye mashindano haya. Na katika taarifa yake Celestine Caronei, sasa ni rasmi kwamba England itacheza dhidi ya Norway. Msikilizaji, Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa, kuanzia vita na diplomasia hadi biashara, teknolojia, utamaduni na maamuzi yanayofanywa na Washington mara nyingi yanakwenda mbali zaidi ya mipaka ya Marekani. Wafuasi wanaona Marekani kama mtetezi wa demokrasia na uvumbuzi, wakati wa ukosoaji wanasema ushawishi wake wakati mwingine umeongeza mgawanyiko wa kimataifa. Katika gumzo asubuhi leo nimezungumza na Bubelo Bandio ambaye ni mchambuzi wa siasa za Marekani, anayeanza kwa kutuambia mapokeo ya watu yamekuwaje. Kwa miaka 250 kwa Marekani wengi wameisherehekea kama hivyo. Marekani kati ya mataifa ambayo watu wengi hujitahidi kwa kadri uwezo wao, ama angalau huonyesha mapenzi ambayo wako nayo kwa nchi yao. Kwa hiyo kumekuwa na sherehe ambazo watu wamethibitika, wengi wameonekana kuthamini na kutambua miaka 250. Ni aina ya sherehe ambazo zilikuwa zimepangwa, ambazo kisiasa sasa zimeonekana kuwasukuma baadhi ya watu nje, lakini kuna watu ambao hilo limewaingiza zaidi. Kwa hiyo kumekuja na ile dhana ya kwamba tuko na rais ambaye pengine amekuwa akijitangaza kwamba ni rais ambaye ni mzawa zaidi, ama ambaye anapigania zaidi haki za uzawa na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa wale wenye mtazamo huo, hii imemaanisha mengi sana, na kwa wale ambao wanahisi kwamba dhana hii inatutenga ndani ya Marekani na inatutenga na dunia kwa ujumla, kumekuwa na mgawanyiko. Kwa hiyo wengi wametambua siku, namna ya kusherehekea ndio kidogo kumekuwa kuna tofauti. Mubelo wa hii miaka 250 kwa rais anayejitanabaisha kama mzalendo na anayependa sana nchi yake, imekuwaje hapo? Kwanza kura za maoni sasa zinaonyesha kwamba Wamarekani wameanza kupoteza ufahari wa kujiita wao ama kujivunia zaidi kuwa Marekani. Kwa hiyo wanasema ni 33% tu ambao wanasema kwamba wao wanajivunia sana, extremely proud kuwa Wamarekani, lakini bado ni kiwango kidogo zaidi tangu mwaka 2001 ambapo walianza kupiga kura inapokaribia siku ya uhuru, na inaonyesha pia kwamba kumekuwa na kupungua kwa dhana hiyo kwa 8% tangu mwaka jana kufikia mwaka huu. Kwa hiyo huu ni mwaka ambao rais anafanya mambo mengi sana, lakini anafahamika kwamba ni rais ambaye wazungu wanasema there is no in between, hana chochote cha kati, ni ama umpende sana au umchukie sana, na hicho ndio kinamfanya awe rais wa kipekee. Kwa hiyo kwa watu ambao wanamuunga mkono, wanamuona kama mmoja kati ya marais ambao ni patriotic. Amezungumza katika speech yake akielezea kuhusiana na mafanikio ambayo amekuepo, kila ambacho nakitafsiri kama mafanikio na namna ambavyo amefanya nchi ikawa bora zaidi, great again. Lakini wakati huo watu wengi wanahisi kabisa yale aliyozungumzia yametupeleka upande wa pili. Kwa hiyo Wamarekani niseme sasa ni theluthi, 33%, kwa theluthi kamili ya Marekani wanajivunia sana kuwa hapo Marekani, lakini bado kuna theluthi mbili ambazo walisema na takriban asilimia kama 41 hivi ambayo imesema wao hawana uhakika, lakini wengine pia wamesema hawajivunii hilo. Mubelo, kwa rais ambaye tafsiri yake ya taifa inaonekana dhahiri kwenda kinyume na dhana inayoligawa taifa la Marekani, hii inakuwaje? Ni kuanzia historia ya vipi ambavyo ameweza kuingia. Tangu anaanza kuingia madarakani, aliingia kama mtu kutoka nje na akawaaminisha kwamba atakapoingia ata drain the swamp, hasa katika muhula wake wa kwanza. Lakini sasa hivi umeanza kuona mkanganyiko uliopo katika historia, jeshi na siasa, na hivi vitu vyote vitatu hata katika hotuba yake ya jana ameweza kuvigusia. Kwa hiyo
namna ambavyo ameendelea kuiongoza nchi hasa katika muhula wake wa pili ambao hajaonekana kujali zaidi kuhusiana na kukubaliwa au kukataliwa. Sasa hivi inaonekana kikubwa zaidi ni kwamba kila anachokifanya katika mgongo wa kuifanya Marekani uwe bora zaidi, ama America Great Again, bado ni dhana ya kuhakikisha kwamba anaweka alama ya kudumu yenye jina lake. Kuchukua alikuwa anazungumzia kuhusiana na kuichukua Cuba na ama pengine Greenland ile apate iwe nchi 51. Ina maana hiyo ataingia katika historia. Amekuwa akizungumza kuwa katika sehemu ambayo kuna marais maarufu zaidi inaitwa Mount Rushmore, ili sanamu lake likae pale. Ameweka majina yake katika takriban kila kitu kikubwa ambacho kinakuja hivi sasa hapa nchini Marekani, meli, na anataka sasa awe rais wa kwanza aliye hai kuweka sahihi yake katika pesa. Kwa hiyo ni rais ambaye watu wanahisi kwamba ana mapenzi ya dhati na nchi, kwa wale ambao wanaamini katika hilo, hasa Republican, kwa sababu mgawanyiko unaonyesha kabisa kwamba 28% independent wanakubaliana naye, 14% wanakubaliana naye, lakini zaidi ya 70% ya Republican wanamuunga mkono, ambao nao ni 27% ya wananchi wote. Kwa ni rais ambaye ameamua kubaki na upande ambao anahisi utamuunga mkono na anaendelea kuhudumia huo. Kama wengine, kwa bahati mbaya, hata katika speech yake ungeweza kushuhudia kwamba alikuwa akiponda dhana ya wapinzani, akiwaita ni communist, na anataka kuirudisha nyuma nchi. Kwa hiyo bado hata katika siku ambayo ingetakiwa kusherehekea miaka 250 na kuiunganisha nchi, bado kulikuwa kuna hotuba ambayo kidogo ilikuwa na dhana ya kutembea katika mrengo wa kisiasa, kuigawanyisha nchi ama kuzungumzia pande mbili za nchi, kitu ambacho hakijafanywa na marais waliopita. Hii kauli ya make America Great Again, ama kuifanya Marekani kuwa na nguvu tena ama kuwa kubwa tena, inaakisi kweli yale yaliyomo hapo ndani ya nchi na hata kimataifa? Tegemea unamuuliza nani, kwa sababu uhalisia mambo ni kwamba alikuja akasema kwamba atakuwa ni rais ambaye hataki vita, na ndani ya mwaka mmoja akawa ameshadondosha mabomu kwenye nchi 9, lakini anasema kwamba anafanya hivyo kuhakikisha kwamba nchi zile haziwi na uwezo wa kuidhuru Marekani. Kwa hiyo kila anachokifanya kudhoofisha nchi nyingine ni kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, kuwa bora tena. Alipokwenda Venezuela akasema anamdondosha Maduro, kwa sababu Maduro alihisi kwamba anahusika na masuala ya madawa ya kulevya kuingia katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo amesema kwamba kwa kwenda kumnyofua pale, hakuwa amekwenda kuanzisha vita, ila alikwenda kusitisha madawa ambayo yanakuja Marekani na kuidhuru Marekani. Kwa hiyo kutokuwepo kwa madawa kutaifanya Marekani kuwa great again. Akasema kwenda kushambulia Iran, kwani anaamini kwamba Iran ni sehemu ya mhimili wa war of axis of evil, ambayo kutoka kule wanaweza kutafuta namna kushambulia Marekani na wataidhoofisha Marekani. Kwa hiyo yeye kwenda kule kuidhoofisha ile nchi, kwanza ni kuonyesha kwamba sisi ni superpower, na pia ni kuhakikisha kwamba haishambulii Marekani. Kwa hiyo ni kuifanya Marekani kuwa bora zaidi, kuwa salama zaidi. Kwa hiyo alikuwa na sera zaidi ya make America great again, alikuwa na make America healthy again, alikuwa na make America rich again. Kwa hiyo alikuwa na hivi vitu ambavyo kwake ni sehemu ya kutaka kufanya Marekani iwe bora. Tafsiri ya nini anakifanya huko nje sasa, bado anaweza akaiuza kwa watu, hasa katika base yake, kuambia kwamba yote anayoyafanya, msifikiri kwamba ninaanzisha vita, ninazuia vita vikubwa ambavyo vingeweza kuifanya Marekani isiwe kubwa zaidi. Kwa hiyo hiki kinachokifanya sasa, mtakuja kunishukuru baadaye, kwa sababu kitaifanya Marekani kuwa great again. Miaka 250 baada ya uhuru wa Marekani, ushawishi wake kimataifa, Mubelwa, unaonaje? Kwa hiyo kwa ushawishi wa kimataifa sasa hivi naweza kusema kwamba umepungua. Kuna sababu mbili. Kuna moja kwamba sera za Rais Donald Trump, lakini pili kuna dhana ambayo sasa watu wameweza dunia imekuwa hasa ukuaji wa upatikanaji wa habari, taarifa, habari, uchambuzi na vitu vingine vimefanya watu waweze kutambua walichokuwa hakifahamu kuhusiana na Marekani. Nilipata kusema mara kadhaa, ukijua vyema Marekani itakushangaza ni vipi inapata ujasiri wa kuweza kuambia nchi nyingine zifanye baadhi ya mambo, hasa katika suala zima la demokrasia. Kwa hiyo watu wameweza kutambua kwamba kumbe kuna vitu ambavyo tulikuwa tukielezwa tu, ama kuna vitisho ambavyo vilikuwa vinakuja lakini hatukujua namna kuvikabili. Sasa hivi Marekani kidogo imepoteza ushawishi wake katika suala la kwanza uaminifu, kwa sababu mataifa mengi, unaangalia hata katika nchi za Ulaya, mataifa mengi yamelazimika kwanza kujifunza jinsi ya kujitegemea na kutoitegemea Marekani. Na hii inarudi katika ile dhana ambayo tulipata kuambiwa zamani kwamba hautojua wewe ni jasiri kiasi gani mpaka kuwa jasiri itakapokuwa ndio kitu pekee kimebaki. Kwa mataifa haya sasa yameanza kutafuta namna kujitegemea na kutafuta namna kuanza kushirikiana wao kwa wao, kwa sababu hawawezi kuiamini Marekani. Na umesikia hata Israel ambaye ni mshirika mkubwa sana wa Marekani juzi amesema kwenye masuala ya kijeshi tuanze kufikiria jinsi ya kujitegemea. Kwa hiyo licha ya kwamba Marekani inahisi kwamba inapunguza matumizi kule nje, lakini matumizi haya yalikuwa yanafanya iwe na nguvu, iwe inasikilizwa, iwe inatisha katika baadhi ya sehemu. Kwa hiyo moja, taarifa; pili, watu wameanza kugundua, kwa mfano kama Irani, kutambua kwamba si lazima nimshambulie Marekani, ninaweza mkamdhoofisha kwa namna nyingine na akaweza kushindwa vita. Lakini tatu, kuna suala zima la sera zenyewe ambazo zimewekwa na nchi ya Marekani, hasa katika masuala ya kodi na ushuru na tozo. Vile vitu vimefanya Marekani na mataifa mengine yaanze kutafuta masoko pembeni ya Marekani, na sasa hivi wanaanza kufikiria mambo kama petrodola, na kama hiyo itafanikiwa kwa baadhi ya nchi, ina maana Marekani itapoteza ushawishi. Kwa kuna vitu vitatu ambavyo hakika katika kipindi hiki vimeifanya Marekani ipoteze ushawishi. Mubelwa, kwa mwendo huu inavyokwenda Marekani, na tukiangalia vile
vile kasi ya Uchina katika swala zima la ushawishi wake kwingineko duniani, kwa mfano kama barani Afrika, miradi mbalimbali na mambo mengine kadha wa kadha. Tutegemea huenda mambo yakabadilika katika miaka ya mbeleni. Kama petrodola, ile dhana ya kuuza petroli kwa dola pekee, kama itaweza kuanguka, hiyo itakuwa ni anguko moja kubwa sana kwa dola, lakini mabadiliko ni lazima yaje. Marekani hivi sasa na yenyewe nafikiri imeanza kutambua kwamba ni lazima ianze kubadili hata mtazamo wake na namna ambavyo inakabiliana na hizi changamoto ndogo ndogo za kimataifa. Kwa hiyo ni hakika kwamba mabadiliko yanakuja, hata angekuwa rais wa chama gani, hata angekuwa rais ambaye si Donald Trump. Ni kwamba tu sera za Trump zimeharakisha mabadiliko haya kutokana na namna ambavyo amewaadhibu na kuwashughulikia mataifa mengine. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ili Marekani endelee kubaki juu, ni lazima ibadilishe mfumo wake, na kama itaendelea kujifungia kama ambavyo inafanya sasa, kutowekeza na kutosoma kuhusu mataifa mengine, upo uwezekano mataifa mengine kama China yakaweza kuzunguka na kufanikiwa kuiondoa katika nguvu ambayo wako nayo. Namni Mubelo ndio huyo mchambuzi wa siasa za Marekani kama nilivyozungumza naye hapo awali. Ni kukaribisha kwenye matangazo vile vile Dira ya Dunia saa 12:30 jioni, ambapo utasikia baadhi ya taarifa nyingine kwa utuo zaidi zikiwa katika maandalizi ya hali ya juu. Tamati ya Amka na BBC asubuhi ya leo iliyohaririwa na Florence Kaijage, msimamizi ni Phyllis Motea, fundi mitambo Dar es Salaam ni Sam Batens, pale Nairobi Kenya ni David Kinyanjui. Mimi ni David Nkya, nikutakia siku njema. Kwaheri.